sana mpenzi mtazamaji katika swala la leo ambalo tunazungumzia, likiwa ni swala ambalo linahusisha watu wengi, sababu ni haki ya kila moja kikatiba na vile vile katika masuala ambayo yanahusiana na jinsi ambavyo serikali inaendeza shughuli zake. Sababu ufahamu vyema mtazamaji kwamba lazima uweze kuhusishwa kama mwananchi katika kila swala ambalo serikali inapania kufanya, iwe ni katika maendeleo, iwe ni katika hali zote za uwakilishi. Lazima uweze kuhusisha wananchi ndipo waweze kuhisi kwamba kweli serikali walionayo ile ambayo inawajali kila wakati. Na siku leo mpenzi mtazamaji, katika swala hili ninao wageni ambao tungependa tuweze kuzungumza nao swala hili kwa upana, ndipo tuweze kuelewa sisi wote kuhusiana na swala hili, hasa katika kaunti ya Isiolo, jinsi ambavyo swala hili linatekelezwa, kama linatekelezwa katika njia ambayo ni njia nzuri. Naam, ningependa kuwakaribisha wageni wangu siku ya leo. Ningependa kuanzia na aliye karibu nami. Karibu sana. Asante. Tuanze kwa jina. Kwa majina naitwa Warima Mboge, mimi ni kiongozi wa vijana na pia mimi ni mwanaharakati wa haki za kina mama ama haki za kijinsia. Nafurahi kuwa hapa siku ya leo. Naam, karibu sana Warima. Naitwa Bishop Stephen Kalunyo. Bishop Stephen Kalunyo ni Associate Bishop wa NICA. Vile vile katibu katika jumuiya ya dini mbalimbali hapa Isiolo. Kwa majina mimi pia naitwa Salesa Forole, ni mwanaharakati kutoka Isiolo Garbatula. Mimi ni mzee ya peace na mwanaharakati wa haki ya binadamu huko upande ya Gafarsa Garbatula area hizo za. Lakini kwa pamoja na pengine Warima, nikianzia naye ningependa kidogo uweze kumpa taswira mwananchi ambaye anatazama, ambaye elewi swala hili la kuhusisha wananchi, kwa kimombo ina simple term it's public participation. Public participation ni kwa njia rahisi kabisa, ni kule kuhusishwa kwa wananchi katika kufanya maamuzi ya serikali, miradi ya serikali na zile kazi ambazo serikali inataka kutekeleza. Pengine ukiangalia katika kaunti Isiolo, swala hili la kuhusisha wananchi kidogo limekuwa likitekelezwa ama linatekelezwa ipasavyo? Ningependa kusema kwamba kuna public participation na kuna meaningful public participation. Nikiangalia katika kaunti yetu ya Isiolo, tumekuwa tukifanya tu public participation. Hatujazingatia meaningful public participation ambaye inahusisha kila mwananchi katika nyanja ambayo anatoka katika nyanja mbalimbali. Hatujaangazia mambo ya jinsia katika hizi public participation tunafanya. Hatujaangazia masuala ya haki za walemavu, kwa sababu tukiangalia hata saa zingine mahali hizi mikutano zinafanyiwa walemavu hawawezi fika. Tukiangalia masaa ambayo hizi public participation zinafanywa, saa zingine wale vijana ambao wanategemea kibarua ya siku hawawezi kukua wamehusishwa. Tukiangalia pia saa zingine katika jinsia, tukiona katika hizi public participation tunaona hasa ni ile jinsia ya kiume huwa inajihusisha sana. So kuko na changamoto kubwa katika nyanja ya public participation katika kaunti ya Isiolo. Lakini si kumaanisha tunapiga serikali yetu ya Isiolo vita ama serikali kuu, ni ile tunazungumza ili tuweze kuboresha vile wananchi wanahusishwa katika maamuzi ya miradi ya serikali. Na pengine nikija kwa Bishop kuhusiana na swala hili, wewe kama kiongozi wa kanisa na pia katika baraza za madini tofauti ambazo unafahamu kwamba wanahusika, je, kama viongozi wa dini na vile vile pia wale wafuasi, unahisi kwamba mnahusishwa katika masuala haya? Kwa uchache tumehusishwa. Naona kuna juhudi ya kufanya kutia bora zaidi ambayo inasuluhiwa katika vikao mbalimbali. Na matarajio kwamba kutakuwa na njia mwafaka ya kuhakikisha kwamba watu wote wanahusishwa kwa njia ambayo inafaa na wakati unaofaa, na vile vile kuelezewa haki ya mwananchi katika jambo hili nzima la kujihusisha na kuhusika katika maendeleo na miradi yote ya kiserikali ambao inatumia taxpayers money. Pengine nikija kwa Salesa, hasa kama mwanaharakati kutoka kule ndani, utafahamu kwamba baadhi ya zile shughuli za serikali hutekelezwa kwa mjini. Na hivyo basi sifahamu kama maeneo ya huko ndani mashinani
kama serikali inapotaka kufanya mradi inawafikia ama ifikii? Asante sana ndugu yangu. Hata ni shukrani kubwa sana kwa kuhusishwa kwa hii mambo. Nikikupatia taswira ya vile iko huko, public participation ya county ikitoka hapa ingefaa kuwa na notification ya wiki mbili, wiki moja, ili wananchi nayo wahamasishwe, wafahamishwe. Hizo ndio haziko kwanza ya kwanza. Ya pili, ukienda sasa ward ya Sericho inafanywa Modogash. Na kutoka Modogash mpaka Bandera is 120 km. Sasa watu hawana hiyo habari ya mambo ambayo inayotendeka. Iresaboru hawana. Sericho hawana. Biliko hawana. So Biliki hawana. Kwa hivyo hizi mambo ambazo ya public participation ni ya watu ambao kwa lugha ya Kimombo town dwellers ndio wana drive pamoja na viongozi. Garbatula, I come from a place called Garapasa. Tunasikia na public participation. So hawajahusisha watu wengi. Wale watu connected, kama mimi tuseme I'm connected to I know the governor, I know the member of parliament, senator, all of those. Mimi ndio nitaitwa. Ili kesho nisiseme jana tuliuliza hii hatujapata. Kwa hivyo public participation yetu sio haifurahishi. No. Pengine ipo miradi ambayo imeweza kutekelezwa katika maeneo hayo, na kabla serikali kutenda ama kutekeleza mradi katika eneo lazima wahusishe wananchi. Je, miradi hii imetekelezwa bila nyinyi kuhusishwa ama wapo wale ambao walisaidia ama walihusishwa katika kupasisha miradi hiyo katika eneo lako? Kwa mfano, ndugu yangu, kwa mfano areas yetu kuna miradi zimefanya. Sisi wenyewe tulishtuka. Hatukudhania kama miradi kama ile yenyewe iko. And the place I come from, kwa mahali ambayo mimi natoka, CDF ilijenga secondary. Hatujawahi kuifikiria secondary itajengwa hapo. Kama tungehusishwa ingekuwa nzuri. Sasa management ya ile shule ni white elephant imewekwa hapo. Like the counties. Take for instance the county. Sisi ni agropastoralist. No. Public participation kwa watu wa kwetu hawajawahi kuitwa. From the inception, the devolution, mpaka waleo hatujawahi kuhusishwa. We have been asking because of connections tulikuwa tunauza tractor na agribusiness ever since to eradicate poverty. Hii tractor ambayo inajaa kwa Ministry of Agriculture ya Isiolo, sisi kila mwezi tuuliza daktari Kuti, tuuliza Isakin, tuuliza MCA, hatuna hatujapata. Kwa hivyo we are not getting what we want. That's due to the lack of participation. Hatujahusishwa na kile tunaomba iko kwa CIDP. We are not getting it properly. Pengine Waremo, nikirudi kwako, kuna swala ambalo umeweza kusema kuhusiana na kubaguliwa hasa kijinsia na vile vile makundi mengine tofauti kama vile makundi ya watu ambao wanaishi na ulemavu. Je, kwa mtazamo wako hasa katika kaunti hii, unahisi ni nini ambacho kinapelekea watu hawa kidogo kuachwa nje katika masuala ya jamii? Ningependa kusema kwamba kile nafikiria cha muhimu ambayo kinasababisha kugawana huku ni kitu ya kwanza, viongozi hawako in touch na raia. Kwa sababu ukiwa in touch na raia utaelewa, kama vile mzee Salesa amesema, hauwezi eka public participation kwa town na watu wengine wanatoka 120 kilometers away. Kitu cha pili ni ile kutozingatia. Ningependa kwanza, hata kabla sijaendelea sana, kwa kusema kwamba mambo ya public participation si kitu tunatengeneza kwa kichwa yetu. Iko zile vipengele vya katiba ambaye inaongelelea kuhusu mambo ya public participation. Kipengele cha kwanza kabisa, article 1 of the constitution inasema the sovereign power belongs to the people. Wananchi ndio wako na power yote ya nchi. Kipengele cha 196
na ya kwanza inaongelelea kwamba lazima miradi zote za serikali zitekelezwe baada ya kufanywa public participation. Na public participation inapaswa ihusishe kila mtu. Lakini viongozi hawako in touch na wananchi, ndio kwa maana hawezi toa. Kitu cha kwanza, mara nyingi public participation huwa inafanywa matangazo katika gazeti. Jiulize ni wananchi wangapi katika kaunti yetu wanapata nafasi ya kusoma gazeti. Hiyo ni kitu ya kwanza. Tuko na zile mitandao ambazo zinaweza fikia watu wengi. Kama saa hii najua wengi wetu hatujui hapa, lakini kuna public participation inaendelea. Today as we speak. Kuna moja leo kunayo Burat, ni mambo ya climate change. But ni watu wangapi wanajua? Ni kwa sababu zile methods ama zile ways zilitumika kwa announcing public participation, si kila mtu anaweza pata. So kutokuwa in touch na reality na kutoelewa shida za watu wako na pia kutojali, kwa sababu kwa mfano tukiweka mkutano ya Wabera, tuseme mkutano public participation ya Wabera, tuseme tuweke Elboran, ni mfano tu. Hebu jiulize mlemavu anatoka area Mwangaza ambaye ni Wabera ward, atatembea vipi ama atafika vipi kutoka Wabera hadi Elboran? Ni example tu, sisemi kuko na shida na hizo maeneo mbili. So ni tujiulize, wale viongozi wanaelewa shida zetu kama wananchi? Hawaelewi. Na kama hawaelewi, hakuna siku tutahakikisha kwamba watu wamezingatia ile kuhusisha jinsia zote, wamezingatia kuhusisha vijana, wamezingatia kuhusisha walemavu. Pengine nikija kwako askofu, kuhusiana na swala hili, je, tumlaumu nani, serikali ama mwananchi? Swali zuri sana. Kitu cha kwanza na mlaumu Nditi Bera. Sababu yeye ndiye ana jukumu la kuwakilisha utekelezaji wa hicho kipengele katiba yetu kulingana na vile ambavyo inapaswa. Ana uwezo, wana pesa na anaweza. So siwezi kulaumu mwananchi, kwa sababu mwananchi anategemea kile ambacho analetewa, anadai zile haki ambazo ameweza kufahamu kwamba ni haki yake. Na mara nyingi wengi wanapotelea katika kutojua. Na huwezi kulaumu mtu kwa sababu hajajua, na yule anayepaswa kumjulisha hajafanya wajibu wake kumjulisha, kuhakikisha kwamba vile vile hata yeye amejua. Pengine nimeuliza swali hilo sababu ya katika tembea zangu nimepata kwamba unapotembea katika baadhi ya ofisi wanasema kwamba unamwandika mwananchi na kumwambia kwamba leo hapa kuna public participation katika eneo hili. Jambo la kwanza, yapo malipo ikifika pale. Basi unapata kwamba baadhi ya viongozi wa serikali wanahisi kidogo mwananchi na ni swala ambalo linamuzisha anataka kuja kulipa pale. Lakini unaona sasa shida ni kwamba jambo hili linapaswa watu wapewe muda. Wakati unaalika watu kwa mikutano ya kufanya mchango na kuhusika katika decision making, inapaswa upatie muda. Huwezi kukutana na mtu tu ama muite tu hivyo ghafla na unatarajia kwamba hatahudhuria. Kitu kingine ambacho naona wananchi pia wanahitaji kuhamasishwa ni umuhimu wa kuhusika kwao katika haya masuala ya yote ya mambo ya citizen participation kwa njia nyingine. Na mara nyingi pia kuna hayo matarajio ya kwamba watu wakienda katika mikutano hizi wanatarajia ya kwamba watapewa nauli. Kwa sababu mara nyingi hizi mikutano huwa mbali na mahali watu wanapoishi. Wengine wanatumia bodaboda, wengine wanaenda na kwa magari, na wanadhani ya kwamba baada ya kufanya hiyo mkutano watarejeshewa ile transport yao. Na hii ni si tarajio kubwa sana, kwa sababu katika budget ya public participation najua hii pesa pia huo zimetengwa. Kwa hivyo ni wajibu ya yule ambaye anahusika na jambo hili kuhakikisha kwamba anapoalika watu pia katika participation anaweza pia kushughulikia mambo ya refreshment, mambo ya transport reimbursement. Na mara nyingi sile nimeona hilo utendeka. Hakuna public participation hata moja ambayo nimeenda nikaona hapakuwa na
handa ndogo ya watu kupewa nauli. Na pengine shida nyingine nikija kwako Bwana Salesa kuhusiana na masuala ya kuhusisha wananchi ni pale ambapo mnahusishwa katika swala hili. Mnasema kama wananchi mnataka lifanyike katika njia fulani, lakini linapokuja kutekelezwa unaona kwamba limebadilishwa kando ama kinyume na maoni ambayo mlitoa. Cha kwanza kabla sijaingia swali yako. Public participation, as my sister was saying, is my right, is our right. Kuhusishwa gender na other PWDs. For instance, I give an example. I will just support her. For example, the government of Kenya before devolution found 2 places having infant mortality rate ambayo iko high. Oldoniro, Gafarsa. No. Then the government through ESP, Economic Stimulus Program, when the current president was the finance minister, wakajenga health center, modern health center, pamoja na gari yake hapo. Modern health center with ward, laboratory and everything. Devolution ilikuja. Devolution ilipokuja, laboratory facility ikaenda, lighting facility ikaenda, Land Rover ile ESP ilitoka ikaenda hapo. Now that one now wanawake sasa kama wangehusishwa wanawake ya area hiyo program yao ingekuwa. Now tumerudi tena beyond wakati ya the last before devolution, tumerudi tena 10 years back. Death ya wanawake na watoto ikaanza tena kushuka. But the government is not serious about us. Unajua kuna kitu inaitwa goodwill. Your public participation lacks the goodwill. They are doing it for the sake of formality. That's it. As the one you asked, what we say, is it done? Are we? I'm telling you, are we even involved? No. So that was just done for formality. We don't know what they have written there. This is what we took for you, this account, this period. We are going to do this. We are not getting it. We just public participation in the final Garbatula. And from Garbatula to Kombola is 90 kilometers. No. We just had. Kusikia. So what is in that CIDP is what I don't know. No. It's just like the former Lancaster Constitution. So if you're, I cannot believe because I know nothing about it. As illiterate as I am, as close to my relatives as I am who are British, I have no knowledge about this. What is for my location or my sub-location in the CIDP? Na tunazidi kuzungumzia swala hili la kuhusiana na kuwahusisha wananchi katika masuala ambayo yanahusiana na miradi ya serikali na vile vile masuala mengine. Hivyo basi itakuwa ni vyema mtazamaji pale ambapo unaweza kutupa maoni yako kuhusiana na swala hili hapo chini katika what we call the comment section. Ndipo sasa tuzidi kuzungumzia swala hili. Wanasema kwamba palipo na shida kupata suluhu, bado suluhu lipo. Natumai kwamba katika swala hili lote hatuwezi tukakosa suluhu. Pengine nikianzia na askofu. Suluhu ya swala hili hivi kwamba wananchi waweze kuhusishwa katika kila jambo, katika kila mradi ambao serikali inautenda. Suluhu inaweza kuwa ni gani? Ile nimesema ni kwamba katika serikali ya jimbo ama ya national government wana jukumu kubwa. Na hata CSOs, professional associations, private sector, women fellow groupings and fellowships, youth groups, people with disability, and all sectors across the board. Wana jukumu la kuhakikisha kwamba mwananchi amehamasishwa vya kutosha kuhusu wakati budget ya serikali inafanywa, wakati inapoanza kutekelezwa, hatua ambazo inachukua, mahali ambapo inarekebishwa, ni pesa ngapi zimetengewa wizara ipi, sehemu gani, na ni maendeleo gani yanakusudiwa sehemu gani, ili mwananchi wa eneo hilo kama ni kata dogo ama kata aweze kujua kama ni dispensary ama fresh produce market inajengwa kwa eneo lake, aweze kujua kweli kama hiyo
ndio hitaji lao lile wanahitaji kwa sasa, ama wana jambo lingine wangesema. Kama ni watu wa element wanaweza sema yetu si hata dispensary ni daraja ya kuvuka ngambo ile nyingine. So watu mbalimbali katika maeneo yetu yote kutoka sehemu zote hizi zote Rutaburu, Kombola, Dasalafe, sehemu zote za sehemu yetu hii ya jimbo hili wapate nafasi, kwa sababu tuko na ward administrators, tuko na ward committees, some ones have started forming those ward committees kama Blabesa na Fuliara Wagera na ward zingine zote 10 zote zile zina kamati ambao pia wanaweza saidia serikali ya jimbo kuhamasisha wananchi barabara na hatua za the government budgetary processes ili watu wote wahusike katika jambo hilo. Viongozi wetu wanataka players. They lack due diligence to their duty. They don't need to be asked. They need to know. If they have faith, I ask you, Bwana Bishop, you and I know we are not like other parts of the country. Muslims, Christians, and others are all friends. I beg you, all the church and the mosques, to call all of them for a prayer, to pray for them. Leo hii wanakosana juu ya contract, mimi who have not gotten anything. Why should a member of parliament, a governor, women rep, why do they fight? All of them want a keep in our funds. We ask you to pray for them. Cha kwanza ni kujituma ili uweze ukapata kujua ni nini inafanyika. Mara nyingi wale watu wengi, vijana wengi wanaonekana katika uongozi ni kwa sababu nina furaha sana kwamba leo uchaguzi tunaenda, tuko na vijana wengi sana wanawania viti za uongozi, na kile kinanifurahisha ni kuona wamejituma. Tuendelee na moyo huo, tusichoke. Shida yetu vijana, shida yetu kubwa moja inakuanga kuna kakitu. Kama hakuna kakitu siwezi tokea. Mimi ningependa kuwahimiza na kuwaomba tuvumilie njaa ya sasa kwa matokeo mazuri ya baadaye. Tukiweza kwenda hiyo mikutano hata bila kupewa kitu ikijengwa kwetu, kama ni daraja limejengwa mahali mimi ninapitia kila siku, kesho ama kesho kutwa nikiwa baba ama nikiwa mama ama nikiwa nyanya bababu, nitaweza kuambia wale watoto wangu kwamba nilikuwa kwa mkutano ambao ulisababisha tukajengewa hii daraja hapa. Kwa hivyo ni jukumu letu na tutajajiwa sana hashmi na vile vizazi vinakuja kama hatutajituma na hatutajihusisha kwa miradi ambayo serikali inatutengenezea. Kama hakuna kiti kwa hiyo meza, beba kiti yako. Na kama unaenda na kiti pale na upewe nafasi, do something. Kusikia. Sauti yako bora kisikike. Naam, asanteni sana kwa muda wenu kuweza kupata muda kuweza kuzungumza nasi wote kuhusiana na swala hili. Vile vile kwako mtazamaji, shukrani sana kwa kuweza kusonga pamoja nasi tangu mwanzo hadi hivi sasa. Nikitumai kwamba uliweza kupata kusikia kutokana na kikao hiki. Unaweza vile vile kuweza kuyatumia katika kuboresha maisha yako kila siku. Posa tuweze kuwa na taifa ambalo ni taifa linazidi kusonga mbele kila wakati. Na vile vile pia viongozi ambao wanahusisha wananchi na kujali maslahi ya wananchi katika kila amuzi ama maamuzi ambayo wanafanya. Langu jina ni Evans Mwenda.